de suite, info en Swahili. Tout de suite, info en Swahili. Jioni njema watazamaji wapenzi wa televisheni Raia, tunaalikeni kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili yenye tutaweza kufungua ukurasa wa habari tukijelekeza pale Bujumbura kwa nchi ya Burundi. Kwenye muda wa masiku yake upande huo wa Bujumbura, mama Denise Nyakero Tshisekedi pamoja na mwenzie wa Burundi Angelina Ndayishimiye waliweza kwenda kunako Centre d'accueil Fraternité Sans Frontières. Huko walienda kabisa kutizama watoto wenye kubaki katika kituo hicho, kwani kituo hicho ni muungano sio kwa kiserikali ya Kongo yenye iliweza kuhamishwa upande huo. Kituo hicho kinapatikana upande wa Kivu ya Kusini, sehemu za Kabare, lakini iliweza kuhamishwa upande huo juu ya kuweza kupangisha watoto hawa wenye waliweza kimbia vita ya waasi wa M23 upande wa Kivu ya Kusini. Mama Denise Nyakero pamoja na mwenzie Angeline Ndayishimiye hawakwenda mikono wazi, waliweza kupeleka msaada mbalimbali kwa watoto hawa kwa kuweza kuwa nao pamoja, kwa kuonesha kabisa mapenzi yao na kuweza kuwapa tena joto pia moyo, kusema kwamba wana kitumaini ya kuweza kurudi katika makao yao na kuweza kuishi sawa watoto wengine. Basi waliweza kuwagawia vitu mbalimbali na watoto hawa waliweza kutosheka kabisa na kwa kufika kwa mama Denise na mama Angeline Ndayishimiye. Upande mwingine nikisha kupata kazi kwa njia ya waziri Aziz Munana, bwana Maxime Joboke iko trisomike alipokelewa kabisa kwa mara nyingine kunako ofisi ya waziri pamoja na familia yake, kwa kuweza huko alipokelewa na mama Aziz Munana juu ya kuweza tu kumkabizi pesa yenye itaweza kumsaidia kabisa kuweza kupata hali ya upangaji. Ndiye waziri Aziz Munana mwenye kuitwa kabisa mama social, rafiki ya wajane, pia mama ya mayatima, aliweza kabisa kutambua uwezo wa bwana Maxime mwenye kuwa trisomike 21 ili aweze kabisa kujikuta kati ya wengine. Ndiye familia yake waliweza kumshukuru mama Aziz Munana kwa kitendo hicho chenye aliweza kutendwa kwa ndugu yao mwenye anaweza kupewa kabisa hali ya kuweza kupata gisi ya kupangia. Upande mwingine ni waziri wa jimbo Carole Gatazabu Itambo alitamania kabisa kujua binafsi hali yenye kuwa katika teritoria ya Mwanda kukijiji Kitombe, kutokana tu na mastaki ya wakaaji wa kijiji hicho kuhusu harufu mbaya yenye kutawanyika sehemu hiyo. Ndiye bibi Carole aliweza kabisa kuhusiana pamoja na wasimamizi wa shirika Perenco, wateule wenye waliweza kuteuliwa upande wa Mwanda, pia viongozi wa sehemu hiyo. Kisha kusikia kabisa yote yenye kupitikana huko, bibi Carole aliaidia kufanya ripoti, pia kuomba kabisa uchunguzi kwa ulinzi wa afya ya raia. Na kisha Mwanda aliweza kabisa kukusanya wamama wa miungano mbalimbali kwa kuweza kukomesha mwezi ya wamama upande huo wa Kongo Central. Bibi Carole anaidia kabisa raia kwa kuweza kupata suluhisho juu ya kumaliza hali hiyo ya harufu mbaya yenye kutatiza raia wa sehemu hiyo ya kijiji Kitombe.
kutokana na sikukuu ya walimu tarehe 13 April ya kila mwaka yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherehekea sikukuu hiyo. Walimu wa mashule conventionné ya uongozi ya jimbo ya kanisa Nazarene International ECNI kwa kifupi waliweza kabisa kuongoza mkutano pamoja. Waliweza kabisa kufikiria kuhusu matumikio pia hali ya majifunzo yenye wako natoa kwa watoto, sababu watoto wako na haki ya kupewa maadibisho bora. Ni kwa hiyo walimu wa mashule hizo wanaomba kabisa kuserikali hali bora ya kazi juu ya kuweza kuwaruhusu jinsi ya kukinga vile vile vizuri vijana wenye kuwa ujio wa nchi kwa kesho. Walimshukuru vile vile Rais Felix Antoine Tshisekedi na siasa yake mpya ya kuweza kutengeneza hali ya malipo ya walimu wa DRC. Jana siku ya 4 tarehe 1 Mai kumji wa Matadi kuliongozwa kabisa maandamano na meya wa mji wa Matadi Dominique Nkodia Mpete. Basi meya wa mji alimealika kabisa raia wa mji wa Matadi kwa kuweza kuwa nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi hasa kuhusu Operation Ndobo. Meya wa mji alionyesha kabisa umuhimu wa sikukuu hiyo ya tarehe 1 Mai yenye kuhusika na watumishi. Ni ulimwengu mzima ndiye anasherehekea sikukuu hiyo. Maandamano hiyo ilianzia kunako chumba cha kazi ya meya wa mji wa Matadi wakiishia huko upande wa Kinkanda kwenye wote waliweza kujikusanya sawa mtu moja juu ya kuweza kuunga mkono wao ku vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia wazalendo wenye kupigana usiku na mchana mashariki ya Kongo kwa kuweza kumfukuza adui mwenye kutatiza usalama wa raia sehemu hiyo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 1 Mai ya kila mwaka ni sikukuu kabisa ya watumishi. Wakazi ulimwengu mzima waliweza kusherehekea sikukuu hiyo, hata masendika vile vile walijikusanya pale ku Palais du Peuple. Tufuate. Leo ni seremoni mwamu ya kabambi sana. Seremoni ya kabambi ile beko anaita mukifaransa Journée Internationale du Travail. Bon, kila mwaka siku ya kwanza ya mwezi ya 5 sisi wa travailleurs tunakuwaka tunekala fasi pamoja. Na ile wakati tunekala fasi moja tuko tunafurahi juu ya vitu mbili. Kitu ya kwanza après une année tunaikala tunaevaluer namna gani tulitumika juu ya kudefendre ba travailleurs. Na namna gani tulitumika juu ya ma conditions de travail. Na inagalaka tena siku ya chie tuko na waza ba travailleurs bale bote mu monde balikombana juu ya kuameliore ya kufanya de sorte que ma condition ya kazi ya ba travailleurs ikuwe mzuri. Upande mwingine mtajua kwamba waziri wa jimbo usikana mambo ya afya ya mji wa Kinshasa Daktari Patricia Ngongo Abakazi pamoja na mkuu wa division ya mji wa Kinshasa bwana Daktari Paul Ntangu waliweza kujumbiza kwa haraka na liwali wa jimbo ya mji wa Kinshasa kumtawasili mbao kwa kujionea binafsi hali ya ajali ya mvua yenye iliweza kabisa kusababisha vifo vya watoto 6 wa familia moja kutokana tu na ukuta wa jirani uliangukia nyumba ingine. Basi waziri aliweza kabisa kuongoza kwa haraka mkutano pamoja na familia ya wahanga pia viongozi wa hospitali kuu ya Makala na mnyampara wa mtaa huo. Basi aliweza kabisa kuangalia vile vile hali ya kuweza kugaramia mazishi ya wale wenye waliweza kufariki na kuweza kugaramia vile vile wazazi. Miili iliweza kupelekwa kunako morgue ya sanatorium
Bwana Patricia Ngongo alielimisha kabisa raia, aliweza kuhimiza raia kwa kuweza kuondoka katika maeneo isiyo stahili, maeneo yenye kuwa pembeni ya mito, pia maeneo yenye kujaa maji. Hali ya mvua, hali mbovu ya manjia ya mji wa Kinshasa inaendelea kabisa kushurutisha vile vile raia wa mji wa Kinshasa. Ni sawa vile njia ya Kimwenza kunako Site Pumbu kumtawa Mongafula huko kwenye yapita miezi 6 kazi yenye ilikuwa ikifanyika kule iliweza kuachishwa, basi inakuwa kabisa kugumu kwa kuweza kutembelea njia hiyo. Bwana Benjamin Chitadi, huyo ni notable wa sehemu hiyo, anaomba kabisa matengenezo ya njia hiyo yenye kuendea hadi kunjia ya Rocade ya Kinshasa. Hali hiyo inaleta kabisa msongamano wa magari hadi kunako barabara bypass. Ni hiyo ndiyo inatuma kabisa magari kubwa kubwa ipitie kunako njia ndogo hiyo ya tunnel yenye waliweza kutia kwamba magari ndogo dongo iwe napita. Bwana Benjamin anaomba vile vile kwa viongozi kwa kuweza kuondoa makamio hiyo ya mapua luru kupitia kunjia iye ndogo yenye waliweza kutia ili magari ndogo dongo iwe napita, juu ya kuepuka tu msongamano wa magari kunako barabara bypass kunako barabara Kimwenza. Basi hali hiyo ni kutokana tu na jinsi manjia mingi ya mji wa Kinshasa imekwisha kuwa katika hali mbovu. Bwana Kalimbuyi, kiongozi wa Vision Fachi Rénové, aliweza kuwa mbele ya umati wa raia wa mji wa Lubumbashi Okatanga kwa kuweza kuwafasiria kuhusu mikutano mbalimbali yenye kufanyika ulimwenguni kwa kuweza kufikia tu kumakubaliano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Sababu iwe mkutano wa Umarekani, wa Umoja wa Afrika au wa Doha, yote tu ni juu tu ilikuwa inatafuta ukomo moja tu ya kuweza kutafuta amani ya kudumu ku DRC. Basi Kalimbuyi anasifia kabisa bidii ya Rais Felix Antoine Tshisekedi ya kuweza kurudisha amani pia ulinzi katika sehemu hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia ya diplomasia. Bila kusahau bidii ya liwali Jacques Kabula Kiatwe, pia kiongozi wa baraza la bunge ya jimbo ya Okatanga Michel Kabwe, wenye kukamilisha kabisa onyo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi juu ya kuweza kutafuta amani iweze kurejea kabisa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili raia wa Kongo waweze kuwa katika usalama. Sherehe ya kushimika kabisa madarakani kwa kigundi mpya ya ARGPK. Kamati hiyo mpya ilishimikwa kunako makao ya chumba hiyo ya kazi. Basi kisha kubadilishana kabisa saini kati ya hiyo kamati ya zamani na hiyo yenye kuingia, yenye itaweza kuongozwa na Bwana Lobo Kasongo Graciel, ndiye waziri wa jimbo wa usilimu, pia kamati mkuu ya hotel ya mji wa Kinshasa waliweza kuwa kitako kabisa katika sherehe hiyo ya kubadilishana madaraka. Kamati hiyo ilishimikwa, kamati mpya yenye ilishimikwa itaweza kuongozwa na Bwana Lobo Kasongo mwenye ana idea kabisa kutumika mengi zaidi juu ya kuweza kunyosha kazi ya hiyo wanasema kazi ya autorité ya régulation pia gestion ya publicité ya Kinshasa, waweze kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza kazi hiyo. Tunajelekeza kumtawa Barumbu kwa kuweza kutamania kabisa kusafisha mitaa ya mji wa Kinshasa. Mnyampara wa mtaa Barumbu Christophe Lomami na waziri wa jimbo ya usikana mazingira Leon Mulumba na wa jimbo wa Iteper waliweza kabisa kubomoa hiyo shule Bimwale, shule moja yenye kupatikana upande wa Bon Marché kumtawa Barumbu ku barabara Kabambare. Hiyo ni kutokana tu na operation Kini Ekobunga iliyoanzishwa na liwali Daniel Bumba. Bwana Alain
waziri wa jimbo wa ITPR alitosheka na kusudio hiyo ya kuweza kubomoa, sababu mahali hiyo haistahili kabisa kujengwa, ni inapasha kubaki wazi. Na hali hiyo ndiye iko naleta kabisa uchafu na kuziwia vile vile manjia, kwani operation hiyo ni kwa ajili tu ya sisi wote, sababu wakati mahali ya namna hiyo inajengwa, wengine wanajenga hata juu ya mifereji, wanaziwia njia ya maji, wengine wanajenga mahali yenye istahili na ni mahali ya barabara. Basi yote hiyo inafaa kubomolewa ili maji ya mvua ipate njia yake halali na isiwe tena inaingia upango ya batu au kuweza kujaa ndani ya barabara. Upande wa kidini mtajua kwamba ni wakati kabisa mbalimbali yenye nafasi sisi wote tuweze kujitia katika sala juu ya kuweza kubadilisha vile vile tabia zetu, kuacha tabia mbaya, rushwa, na tuwe vile vile na uzalendo, pia kukazanisha kabisa umoja wa nchi. Basi makesha pia sala ya usianguke katika vishawishi ndio ukomo kabisa wa kanisa. ERC iliweza kuongoza sala hiyo, itaweza kuongoza sala kwa kuweza kubariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa amani ya kudumu, alivyosema mtumishi wa Mungu Ejiba ya Mampia. Kwani mkutano wa sala pamoja na wasaidizi wa kiroho wamealikwa kabisa wakongomani wote kwa kuweza kuwa wengi kunako sala hiyo kuhusu amani na ya kwa kuweza kuamsha vile vile hali ya kiroho ya Roho Mtakatifu yenye itaongozwa mnamo tarehe 31 Mai mwaka huu kunako Esplanade ya Palais du Peuple pa saa 2 ya asubuhi. Ndio sala hiyo itaweza kuongozwa. Na katika habari ya dini ndio tunatua nanga kwa habari ya jioni leo. Tunapiga aksanti kwa wote leo tufuata kwa makini nyumbani kwao. Aksanti kwa wafundi waliotuwezesha ili tuweze kwa peperusha taarifa habari katika lugha bora ya Kiswahili, na acha nafasi kwa Jenny katika lugha la Chiluba. Jioni mwema.